nilikuwa nafua hapo. Yeye alilala. Nilipotoka kuamka, bibi yake alikuwa anakula chakula hapa sebuleni. Alikuwa anakula chakula, bibi yake sasa akamchukua, alikuwa anamlisha chakula. Kutoka kumlisha chakula, mimi nilikuwa namaliza kufua. Baadaye akachukuana na babake mdogo tu kama na mlio miaka 12 hivi. Wakawa wanacheza kule barabarani. Mimi nilikuwa naanika nguo. Baada ya hapo mimi nikatoka huko nilipokuwa nafua, nilipomaliza nikaenda nikaoga, nikaingia ndani. Baadaye mama alikuwa ananiita. Mama nikamwambia subiri kwanza, nimetoka kuoga na kuja. Haya. Nilipotoka hapo nikaingia kwa mama ndani kule, nikatoka na sweta langu ili nikamvalisha mtoto wangu. Maana ilikuwa ni kuna baridi kidogo. Basi nilipotoka pale nikamuuliza babake mdogo, Jackson yuko wapi? Akaniambia yuko hapo kwa jirani. Nikamwambia basi shika ile sweta ukamfanyaje, ukamvalishe. Akaichukua ile sweta akaenda nayo. Mimi kaingia ndani kwa mama. Nilipoingia ndani kwa mama, tukawa tunaongea hata dakika 5 hazijafika. Anakuja kuambia Jackson ameingia kwenye kisima. Ilibidi tu mwenyewe kuingia na kumtoa mtoto wangu. Nilimtoa pale, ndio kuna jirani yangu mmoja akamchukua, akampeleka hospitali. Baada ya kumpeleka hospitali, ndio hivyo tukaja muda ni wazima, kumbe ashafariki. Hiyo ni muda kama saa 12. Nilikuwa nyumbani nikasikia makelele. Watu wanashuka huku chini. Tukaa na sisi tukaunga tela. Tulipofika hapa katika eneo la tukio, ndipo tukakuta miili ya watoto 3 wamezabuliwa kwenye shimo wakiwa hawapo duniani. Tukachukua uamuzi, wakakimbiza hospitali ya jirani St. Karoli kwa ajili ya uthibitisho. Ni kweli wakathibitisha kwamba wale watoto wameshafariki. Kabidi tusubiri uongozi wa juu, wakaja faya wakathibitisha. Polisi tukachukua tukaenda kuhifadhi mochwari. Mimi nilikuwa maeneo ya nyumbani. Nilipokuwa maeneo ya nyumbani, mwanangu akaja muendesha boda. Akaniambia, mama mdogo, umepata taarifa gani kupitia taarifa za mtaa? Nikamwambia sijapata taarifa yoyote. Mnahusika nyie wajumbe wa serikali za mtaa, kuna tatizo mtaani kwenu limetokea. Kweli nikatoka pale nyumbani. Sikuja eneo la tukio. Nikatoka moja kwa moja kuelekea hospitali Kairuwanga. Nikafika pale, nikajitambulisha kwa masista. Nikasema mimi naitwa Salma Omari, ni mjumbe wa serikali za mtaa. Nimepewa taarifa nije hapa kuangalia wananchi wangu waliopata matatizo. Nikakaribishwa, nikaingia ndani. Nikaanza kuwafunua marehemu mmoja baada ya mmoja. Nikawaangalia wale watoto. Na nikatoka nje na kuongea na wananchi wangu, wakaniambia watoto umewaangaliaje hali zao? Nikamwambia hali zao ndio hivyo zilitokea. Mpaka sasa hivi wote walishakufa.